Na karibu ndugu msikilizaji katika mfululizo wa masomo haya yanayohusiana na afya kutoka Rastobe Food Product. Na kwa siku ya leo tunataka tuangalie namna ya kutibu magonjwa ya mapafu kiujumla na namna ya kuweka mapafu kuwa salama kabisa dhidi ya magonjwa au virus mbalimbali. Ya tiba namba moja ni pamoja na steam inhalation, kujifukiza. Unapojifukiza mara nyingi unafanya hawa virus waweze kutawanyika na kukosa hewa, na hivyo wengi hufa na hutoka kabisa. Hivyo tunasema kwamba unyevunyevu pamoja na joto ni marafiki wakubwa wa mapafu, hasa kama utapata unyevunyevu ambayo ni ya joto ni nzuri sana. Na hapa ni kwa kupitia maji ya moto. Unajifukiza kwa kutumia maji ya moto, aidha unaweza ukaweka chochote ndani yake. Hivyo basi tunapojifukiza mapafu ujitibu au tunatibu mapafu yetu kwa kupitia njia tatu. Njia ya kwanza inajulikana kama mucolytic. Hapa zile mucus kamasi zile hubadilika na kuwa majimaji na ni rahisi kutoka. Lakini njia ya pili ni antitussive. Hapa husaidia tatizo la kukohoa, kama unakohoa au ni infection kwenye mapafu. Endapo utajifukiza au utapata majimaji, joto lenye majimaji kwenye mfumo wa mapafu, basi inaenda kusaidia mtu anayekohoa. Na njia ya tatu ni immunostimulants, yaani damu itaenda kuzunguka vizuri kwenye bronchus passages, ambayo huwa ulinzi dhidi ya infection au maambukizi mbalimbali kama virus yanayotushambulia. Kwa hivyo maji ya moto kabisa, huku yakiwa yanatoa mvuke, unaweza ukadondoshea mafuta ya mlingoti ama majani yake ukachemshia moja kwa moja, alafu ukajifukiza vizuri, ukajifunika, angalau ukafanya mara 3 kwa siku. Hii itakusaidia sana. Na tiba namba 2 ya mapafu ni pamoja na chest compresses, yaani tiba ya mapafu. Unachukua taulo ya maji ya uvuguvugu, unaweka kwenye kifua moja kwa moja, maji ya uvuguvugu. Kwa hivyo unaweka angalau inakaa dakika 15, uvuguvugu ikipungua unachukua tena unaweka kwenye maji ya moto kidogo kadiri, alafu unarudisha tena mpaka pale utakapojisikia vizuri. Lakini tiba namba 3 ni pamoja na onion inhalation, yaani unaweza ukatumia kitunguu maji, unanusa kitunguu maji mara kwa mara. Wakati unaendelea kunusa kitunguu maji, uchukue kitunguu maji kidogo, uchanganye na limao pamoja na asali, changanya kwenye maji ya moto glasi moja, alafu utumie mara 6 kwa siku. Na tiba nyingine ya kifua au mapafu ni pamoja na kutumia juisi ya kabeji. Unaweza ukatumia nusu glasi kutwa mara 3 ndani ya siku 14 au mpaka pale utakapokaa vizuri. Na tiba nyingine ya mapafu au kifua ni pamoja na matumizi ya kitunguu saumu, yani garlic, ambayo ina allium allicin ndani yake. Kwa hivyo unaweza ukachemsha kitunguu saumu, ukatumia maji yake au chai yake glasi moja kutwa mara 2, ukaweka na asali kidogo, ukatumia mara kwa mara mpaka pale utakapokaa vizuri. Na kwa siku ya leo ndugu msikilizaji, sina la ziada. Nafikiri umejifunza na umejua namna ya kushughulikia mapafu. Okay, na usisahau kusubscribe, kushare, kucomment ili watu wengine nao waweze kupata elimu hii. Asanteni na tukutane katika video nyingine. Bye bye.